Stanislav Petrov, mtu aliyeokoa dunia. Tukio la Septemba 26 mwaka 1983, Luteni Kanali katika jeshi la ulinzi la anga la Kisovieti alikuwa katika kituo cha mawasiliano cha Seputkov 15 kilichokuwa na jukumu la kufuatilia mifumo ya mapema ya onyo la makombora. Mfumo huo ulionyesha kwa makosa kuwa Marekani ilikuwa imeanzisha shambulio la makombora ya nyuklia kwa Urusi. Petrov alikubaliana na maoni ya wafanyakazi wake kwamba taarifa hizo zilikuwa ni za uongo. Badala ya kuripoti tukio hilo kwa wakuu wake, alichukulia kama somo ama kosa la mfumo na akaandika ripoti ya uhalifu wa kifaa kinachoitwa PBS. Petrov alikataa kufuata utaratibu wa kijeshi wa kuripoti tukio hilo, jambo ambalo lingesababisha mashambulizi ya nyuklia ya majibu. Alijua kuwa kuripoti shambulio la makombora lingesababisha Urusi kujibu kwa mashambulizi ya nyuklia na hivyo kuzuia vita ya nyuklia vya kimataifa. Uamuzi wake ulikuwa sahihi. Uchunguzi ulionyesha kuwa mifumo ya satellite ya Kisovieti ilichanganya mwangaza wa juu ukirudi kwenye mawingu kama uzinduzi wa makombora. Ingawa Petrov alikuwa na uchunguzi mkali baada ya tukio hilo na akupokea tuzo rasmi wakati wa utawala wa Kisovieti, baadaye alitambuliwa kimataifa kwa ujasiri wake aliofanya. Alipewa tuzo kama vile Dresden Peace Prize na Future of Life Award, na alikumbukwa kama mtu aliyeokoa dunia. Aliaga dunia mnamo Mei 19, 2017 akiwa na umri wa miaka 77. Hadithi ya Stanislav Petrov inatufundisha umuhimu wa uamuzi wa haraka, busara na ujasiri katika nyakati za migogoro. Uamuzi wake wa kutofuata utaratibu wa kijeshi ulizuia vita vya nyuklia na kuokoa maisha ya mamilioni ya watu. Hadithi yake inabaki kuwa mfano wa shujaa wa kimya aliyeokoa dunia kwa ujasiri wake. Langu jina naitwa Charles.